Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya mchana huu wa leo ambao Bwana amesaidia, ametufikisha umbali huu kila mmoja wetu. Nachukua hii nafasi kuwakaribisheni katika haya mahubiri ambayo tunaenda kuyapeana siku ya leo. Majina yangu ni mchungaji David Wanjala kutoka Bride of Christ Outreach Ministry katika mji wa Nakuru, na tuko hapa maeneo ya Teachers katika Angel ECD. Yeyote ambaye anatusikiliza karibu na mbali, muko karibu kujiunga pamoja nasi ili tukaweze kuendelea na ibada. Na sasa hivi mchana huu tuko katika wakati wa mahubiri, na kabla hatujaingia katika hayo mahubiri, ningependa kuweza kuomba ili tuweze kupokea mafundisho ambayo Mungu wetu anatuwezesha kuyapokea, tukiendelea kukua na tukiendelea kutembea katika hii safari, katika jina la Yesu. Baba Mwenyezi Mungu, Mungu wetu na Baba wetu, tunakupenda na tunakuinua. Tunalisifu jina lako ewe Mungu uliye mtakatifu. Asante kwa sababu ya kutupa hii nafasi. Asante kwa kutuongoza na kwa kutulinda Bwana. Umetufikisha umbali huu, Mungu wa Israeli. Na Baba, tunanyenyekea mbele ya uwepo wako. Naomba kwa ajili ya msikilizaji wangu aliye mahali hapa. Naomba kwa ajili ya msikilizaji anayenitazama kwenye mtandao, Jehova, katika taifa la Kenya na mataifa hata ya Afrika na mataifa ya mbali, ulimwengu mzima, ewe Mungu wa Israeli, uweze Bwana Mungu kuwatizama. Kunao walio wagonjwa na waombea uponyaji. Kuna wenye Bwana Mungu wamelemewa na mizigo mizito ya shetani. Neno lako lasema katika Mathayo 11 mstari wa 28 ya kwamba njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na mliolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Jehova, ninaomba Mungu, magonjwa mengi ambayo yamelemaza watu wako, magonjwa sugu ambayo hayana matibabu Jehova, yakiwemo kansa Jehova, yakiwemo arthritis, yakiwemo high blood pressure, magonjwa mengi, tuberculosis, my Father, naomba ya kwamba ukaweze kuwaguza kwa sababu wewe ndiwe Mungu. Neno lako linanena katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 10 mstari wa 38 jinsi Mungu ulivyomtia Yesu Kristo wa Nazareti kwa mafuta na kwa Roho Mtakatifu, alienda kila mahali akitenda mema, akiwaponya waliokuwa wagonjwa, akifungua macho ya vipofu, akinyosha miguu ya mapooza. Alitenda haya yote kwa sababu Bwana Mungu alikuwa pamoja na yeye. Na hata siku ya leo tunajua ya kwamba wewe bado Mungu unasikiliza maombi yetu, na kwa hivyo tunaomba ukawaponye wengi walio hata hospitalini, wenye wamelala kwa ICU, Jehova ukawaweke huru katika jina la Yesu Kristo. Fungua masikio ya watu wako ili ya kwamba wakaweze kusikiliza neno lako, na hili neno likaweze kupata nafasi katika maisha yao, ikaweze kuwabadilisha. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Hallelujah. Kwa hiyo tunaingia katika neno la Mungu, na nilikuwa nimelitanguliza Jumapili iliyopita na ninaendelea kuliendeleza, maana ninataka tuweze kupata na tuweze kuelewa. Neno letu siku ya leo nililipatia kichwa ya kwamba the former treatise to Theophilus, maandiko ya kwanza kwa Theophila. Na nikawa nimetanguliza, maana nilichukua our books of study, vitabu zetu za kujifundisha, kitabu cha Luka mlango wa kwanza kutoka mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Pia nikasoma kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Kusudi ambalo naleta haya mafundisho yatakuwa ni mafundisho ambayo yatatutembeza tuone, tuingie katika maisha ya Yesu Kristo.
Mwandishi anaandika, na nitasoma katika Luka the book of Acts of Apostles chapter 1 verse 1 to 4. Nisome kwa Kiingereza. The former treatise have I met, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and to teach, until the day in which he was taken up. After that he, through the Holy Ghost, had given commandments to the apostles whom he had chosen, to whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining the kingdom of God. Haya ni maandishi ambayo mtume Luka anaandikia kanisa la Kristo. Nikawa nimetanguliza na nataka leo tujue ya kwamba hakukuwa na mtu katika historia ambaye anaitwa Theophilus. Nikawa nimesema ya kwamba Theophilus ilitumika kimfano kumaanisha kanisa la Kristo. Na kanisa la Kristo likapewa mafundisho ama mahubiri muda upi ama ni kutoka wapi, framework ambapo ndani mwake haya mahubiri yanapaswa kuendelezwa. Mtume Luka anaandika na anasema ya kwamba yanaanzia wakati ambapo Yesu Kristo alianza kufanya na kufundisha, mpaka wakati ambao Yesu Kristo alichukuliwa akachukuliwa na wingu, akapaashwa kule mawinguni, akapaa kule mawinguni na akaenda kule mbinguni. Na Biblia inasema hata baada ya kufa kwake, baada ya kutesa kwake na kusulubiwa, yeye alitembea ulimwenguni humu kwa siku 40. Na katika hizo siku alikuwa anafundisha, na alikuwa anadhibitisha na anatenda, na akionyeshana kwa njia nyingi ambazo zimenakiliwa. Biblia inasema ya kwamba ni njia nyingi. Alikuwa ananena kuhusu ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo naona ya kwamba Yesu Kristo kutokea wakati alipoanza kufanya na yote ambayo alikuwa anayafundisha, alikuwa anafanya na anafundisha kuhusu ufalme wa mbinguni. Haleluya! Haya ndiyo ambayo nataka kuyanena, na haya ndiyo ninayoamini yanahusu the Great Commission. Maana Yesu Kristo aliambia wanafunzi wake ya kwamba waenende na wakafundishe, wakielekeza watu katika njia za ufalme. Luka anaandika, anasema ya kwamba haya maandiko ya kwanza na kuandikia wewe Theophila, wewe ambaye Mungu anakupenda na wewe unayempenda Mungu, wewe kanisa ambalo Kristo alikuja na akalifia, kanisa ambalo linapaswa liwe mawazo yake na macho yake na juhudi zake zimeelekea. Haleluya! Ndiyo ambayo nataka kuyanena katika kitabu cha nabii Isaya. Haleluya! Let me just locate the book of Isaiah, prophet Isaiah. Isaiah. Ninapotafuta nataka kusema ya kwamba katika kitabu cha Isaiah Mungu alikuwa amepeana prophecy kuhusu mtumishi wake, kuhusu yule ambaye yeye anapendezwa na yeye. Na akawa amesema ya kwamba tizama, akawa anasema ya kwamba tizama mtumishi wangu ambaye napendezwa na yeye. Mtumishi wangu ni katika Isaya mlango 42 mstari wa kwanza. Tasoma mistari michache.
Hivi ndivyo Mungu alinena kupitia katika kinywa cha nabii Isaya. Behold my servant, whom I uphold, my elect, in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to the Gentiles. Verse 2 says, he shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. A bruised reed shall he not break, and the smoking flask shall he not quench. He shall bring forth judgment to truth. And verse 4 says, he shall not fail, nor be discouraged, till he have set judgment in the earth, and the distant lands shall wait for his law. Praise the name of the Lord. Amen. Mungu alikuwa amenena na nabii Isaya, na akawa amemwelekeza nabii Isaya kwa mtumishi wake, na akasema, angalia, tazama, behold. Behold ni sauti ambayo ni ya umakinifu, ya kwamba labda mtu anaweza kuwa ameangalia upande tofauti. Unaitwa ili uweze kuelekezwa mahali ambapo jambo fulani la muhimu liko. Na kwa hiyo Mungu akamwambia Isaya, katika Isaya akasema, tazama, mtumishi wangu ambaye mimi namshikilia na mheshimu, huyu ndiye mteule wangu, na katika yeye nafsi yangu inapendezwa na yeye, na mimi nimeweka roho wangu ndani mwake, na yeye ataleta hukumu kwa watu wa mataifa. Haleluya. Alikuwa ananena kuhusu Yesu Kristo, ambaye sasa mtume Luka anasema, maandiko haya nawapa nyinyi na waandikieni. Ninawatengenezea framework, na katika hiyo framework ndani mwake ndio mnastahili kuwa mnanena, mnatembea, mnafanya. Wakristo wanaitwa Wakristo kwa sababu ya Yesu Kristo, na ni kwa sababu ya Yesu Kristo yale ambaye alianza kuyafanya na kuyatenda. Na siku ya leo nataka tuingie kidogo tuone, kabla huyu Yesu Kristo haja kuja na kuanza na kutenda, Yohana Mbatizaji alikuja na akaweza kuanza kufundisha habari ya ufalme wa mbinguni. Tunasoma kitabu cha Yohana, John chapter 1. Ndio tuone, hii ni safari mrefu ambayo tutatembea tukitafuta mafundisho hapa na pale. Lakini wacha nianzie katika John chapter 1 and verse 1. The Gospel of John chapter 1 and verse 1. Luka ametuambia kutoka wakati ambapo Yesu alianza kufanya. Nataka kusoma John. I will read also the book of Matthew today, na tutaweza kuwa tumechenga ule uchumbe. Biblia inasema, hapo mwanzoni palikuweko na neno, na hilo neno lilikuwa kwa Mungu, ama lilikuwa na Mungu, nalo neno lilikuwa Mungu. Mstari wa 2 unasema, neno hilo lilikuweko mwanzoni kwa Mungu, na mambo yote na vitu zote zilifanywa kupitia kwake, na bila yeye hakuna chochote ambacho kingefanywa. Ama kupitia, kama si yeye hakuna chochote ambacho kingeumbwa bila yeye. Haleluya. Hivyo ndivyo Yohana anavyotangulizia. Biblia inasema, katika yeye kulikuwa na uzima,
na huu uzima ndio ilikuwa nuru ya wanadamu. Praise the name of the Lord. Katika yeye kulikuwa na uzima, na huu uzima ndio nuru ya kumulikia wanadamu. Na Biblia inasema na hii nuru inaangaza gizani, nayo giza haikuliweza. Nataka ukumbuke ya kwamba wakati wa uumbaji, kabla ya jambo lolote liwepo, ukienda katika kitabu cha Mwanzo 1, Biblia inasema ya kwamba Mungu aliumba. Na Biblia inasema ya kwamba ulimwengu ulikuwa umejawa giza, na ulimwengu ulikuwa umetawaliwa na maji. Lakini neno la Bwana linasema ya kwamba Roho wa Mungu akawa anatambaa juu yake. Licha ya kwamba kulikuwa na giza, lakini Roho wa Bwana alikuwa anatambaa. He was hovering. Hata katika mwanzo Roho wa Bwana alikuwepo. Na ndiyo kitabu inasema, Biblia inasema katika Mwanzo, Mungu Elohim, ambaye nilisema Elohim linamaanisha wingi, kumaanisha Mungu Baba. Yesu Kristo alikuweko, Roho Mtakatifu alikuweko katika wakati wa maumbile. Na Biblia inasema yeye kama nuru alikuwa anaangaza gizani, na giza haikuweza kumzima, kwa sababu yeye ni nuru. Praise the name of the Lord. Hivyo ndivyo Yohana anamwakilisha. He presents Jesus as God manifest in flesh. Hallelujah. Tuliona ya kwamba Luka anamwakilisha Yesu as a perfect man, kama mwanadamu mkamilifu asiye na dhambi, mwana kondoo wa Mungu ambaye hana hila, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi za dunia. Na hapo ndipo nataka nikuelekeze, kwa sababu Yohana anapomuona anasema, tazama. Neno lile tumelisoma katika Isaya 42, tazama. Utasikia Yohana pia akisema tazama. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Isaya alikuwa amenena, na hiyo ilikuwa ni unabii, na haingejulikana ni yupi. Praise the name of the Lord. And behold my servant. Na hapa ndio mnaenda, kwa sababu Yohana anataka kumfunua kwetu kama Mungu ambaye anatukujia kupitia kwa mwili. Hallelujah. Na ndiye anasema, in the beginning there was the word, and the word was with God, and the word was God. Hallelujah. Na ya kwamba huyo mwanzo alikuwa na Mungu, na mambo yote yaliumbwa kupitia kwa yeye, na hakuna chochote kilichoweza kuumbwa bila yeye. Na kwamba katika yeye kulikuwa na uzima, na ule uzima ni nuru ya wanadamu. Acha tupigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Ule uzima ni nuru ya wanadamu. Na ndio tutasikia Biblia inasema ya kwamba mstari wa 5, nayo hiyo nuru ikamulika ikaangaa gizani, lakini giza haikuiweza. Mstari wa 6 unasema, kulikuweko na mtu ambaye alitumwa kutoka kwa Mungu, ambaye jina lake ni Yohana. Haleluya. Hivyo ndivyo naenda kumtambulisha Yesu. Hakuna vile Yesu angetokezea mahali popote kama Yohana hayuko katika ile picha. Na Biblia inasema kulikuweko na mtu ambaye alitumwa kutoka kwa Mungu, anaitwa Yohana. Na huyu Yohana alikuja ili ya kwamba awe shahidi, aweze kuwa na ushahidi
wa ile nuru ambayo Biblia inasema ilikuweko kutoka mwanzo. Nuru ambayo ndio tunaambiwa ni maisha. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ati Yohana alikuja ili aweze kushuhudia, aweze kuelezea ulimwengu, aweze kuelekeza wakaaji wa dunia ya kwamba ile sauti iliyonena katika nabii Isaya ya kwamba tazama, huyu ndiye mwana wangu, ndiye mtumishi wangu, ndiye mtiwa mafuta wangu, ndiye ambaye nimeteua, ambaye roho wangu atakuwa juu yake. Yohana alikuja ili amtambulishe, ili aweze kumshuhudia. Sababu yake ni ya kwamba, ama matokeo yake ya kuwa ya kwamba watu waweze kumwamini. Haleluya. Ati watu waweze kufanya nini? Kumwamini. Tunaendelea, anasema yeye hakukuwa, Yohana hakukuwa ile nuru, lakini yeye alitumwa aweze kushuhudia kuhusu ile nuru. Praise the name of the Lord. Amen. We are working on this advent of the light. He was not the light, but he was sent to bear witness of that light. Na huo ndio nuru, ilikuwa ndio nuru ya kweli inayomwangazia kila mtu ambaye anakuja duniani. The true light, the spiritual light. That is the light. Hiyo ndio nuru ambayo inaamusha, awakens the spiritual being of a man. Wanadamu wanapozaliwa spiritually watakuwa wamekufa, kwa sababu Biblia inatueleza baba wetu wa kwanza aliongoza wanadamu wote ukaingia katika dhambi. Haleluya. Nataka nikusomee mstari, usije ukasema naongea mambo yangu. Romans. Haleluya. Romans. Just open with me the book of Romans. Haleluya. Warumi 6. Tasoma mstari. Nasoma mstari michache, mstari wa 20. For when you are the servants of sin, you are free from righteousness. 22 inasema, but now being made free from sin and become servants to God, you are freed to holiness and the end everlasting life. Mstari wa 23 unasema, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yesu alikuja akafanyika gharama ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba maana wengi wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu atukuzwe. Ya kwamba kila mtu ametenda dhambi na amepungukiwa na mapenzi ya Mungu. Na Mungu, hiyo ni kitabu ya Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Kutoka kwa Adamu, kizazi cha wanadamu kimetenda dhambi. Na ndio maana neno nasema ya kwamba Yesu yeye ni nuru ambaye anawaangazia na anawamulikia wote ambao wanakuja ulimwenguni. Haleluya.
Tulizaliwa katika dhambi ambayo ililaswa kama msingi, na ndiyo Yohana anatuambia kwamba yeye ndiye yule nuru ya kweli ambayo inawaangazia watu wote wachao katika ulimwengu. Alikuwepo ulimwenguni, mstari wa 10. Tuko katika Yohana chapter 1. John chapter 1 verse 10. Alikuwepo ulimwenguni, na ulimwengu ulitengenezwa kupitia kwake, lakini ulimwengu haukumjua. Haleluya. Amen. Ulimwengu ulitengenezwa, uliumbwa, kila kitu kiliumbwa na yeye, lakini ulimwengu haukumtambua. Na Yohana akatumwa akuje amtangulize. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Alikuja kwa walio wake, na walio wake hawakumpokea. Ya kwamba Yesu Kristo alikuja kwa walio wa Israeli wa kiasilia. Alikuja kwa nyumba ya Yakobo iliyopotea. Alikuja aokoe makabila 12 na vizazi zingine zilizotambaa kote ulimwenguni, kama vile Mungu alikuwa amemnenea Abrahamu, Isaka na Yakobo. Lakini neno nasema wao hawakumtambua. Mpaka leo ninapoongea, Waisraeli hawajamtambua, ijapokuwa wale wanaitwa Messianic Jews. Waisraeli wanaendelea kusoma Torati, na hiyo Torati ikisoma, Biblia inasema Paulo alikuja akanena akasema ya kwamba kila wakati pasia inawekwa mbele yao. Hawajajua ukweli. Lakini Yesu aliondoa pasia, sheria iliondolewa, neema ikachukua nafasi. Haleluya. Niko katika hiyo frame ya huyu Luke ili tumuelewe huyu Yesu alianza kufanya na kufundisha. Mstari wa 11, alikuja kwa walio wake, na walio wake hawakumpokea. 12 inasema, lakini wengi waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, hata kwa wale ambao wanaliamini neno lake ama jina lake. Haleluya. Yeyote atakayemwamini, haitachalisha yeye ni wa lugha gani, yeye ni wa eneo lipi, yeye ni wa taifa gani, kama yeye ni mweusi ama ni mweupe, ama hata yeye ni mwekundu ama rangi ile yoyote. Wakati ambapo walio wake hawalimkataa, haleluya, Mungu akamuweka ya kwamba sasa yeye ndiye upatanisho wa ulimwengu. Yeye sasa ndiye atakayeelekeza watu katika ufalme. Na Biblia inasema wale waliompokea ni wale ambao hawakuzaliwa kwa damu, wala kwa mwili wa nyama, wala kwa mapenzi ya mwili, lakini ni wale walizaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba mstari wa 14 ya kwamba neno hilo likafanyika mwili na likaishi pamoja nasi, na sisi tukaona utukufu wake, utukufu kana kwamba wa mwana wa pekee wa Baba, aliyejaa neema na ukweli. Haleluya. Aliyejaa neema na ukweli. Ona vile Yohana anavyomtambuliza, vile Yohana anavyomuintroduce Yesu Kristo, ya kwamba neno, that word, in the beginning there was the word, in the beginning God. Haleluya. Na nikasema God pale ni Elohimu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Haleluya.
walikuweko kutoka mwanzo. Yesu Kristo alikuwa in the bosom of the Father from the beginning. Hallelujah. Alikuweko kwenye kifua cha Baba tangia mwanzo. Roho Mtakatifu alikuwepo. Alikuwa hata wakati Mungu anaumba, yeye alikuwa anatambaa juu ya maji. Giza ilitanda, lakini Yohana ametuambia giza halikumweza. Yeye alikuwa ni nuru ya kweli. Na ndio neno nasema ya kwamba na neno likafanywa mwili. Nao mwili ukaja ukakaa katikati yetu. Na sisi tukatizama utukufu kana kwamba wa mwana wa pekee wa Mungu, aliyejaa neema na utukufu, neema na ukweli. Haleluya. 15 inasema Yohana akashuhudia kumhusu na akasema, yeye ni yule ambaye mimi nilisema ya kwamba anakuja baada yangu, na yeye alikuweko kabla yangu. Haleluya. John alikuja. This is John the Baptist. John came. Kumbuka, huyu ni Yohana, mtume Yohana anaandika habari ya Yohana Mbatizaji. Praise the name of the Lord. John writing and testifying about the messenger, about the harbinger, about the forerunner of the Messiah. Ambapo nina mnena pole pole. Nimemwanzia in the Old Testament. He was prophet Elijah. Akakuja tukifika katika New Testament. Biblia inatuambia John the Baptist alikuja akiwa Elijah. Hallelujah. Hakukuja katika roho ya Elijah. Najua hiyo ni dhana moja ya theolojia. Wengine wanahaki wanasema alikuja katika roho ya Elia. Wengine wanasema alikuwa Elia. Wengine wanasema Elia atakuja. Wengine wanatoa ufafanuzi mwingine. Lakini mimi nitafuata kwa sababu Luka anasema, the former treatise I write unto you. Mimi nafuata these former treatise. Ninafuata haya maandiko ya kwanza. Haleluya. Yaliyonakiliwa tangia siku ambayo Yesu alianza kufanya na kufundisha mpaka wakati alichukuliwa akaenda mbinguni. Oh, praise the name of the Lord. Hiyo ndio frame ambayo mimi nafanya kazi ndani mwake. That is the time frame ambayo nitahubiri. Sijui mambo mengine, sijui dhana zingine, sijui hypothesis na theories. Najua hilo neno ambalo Luka anasema the former treatise. Na ndio sasa leo nataka kulileta kwako. Hallelujah. Biblia inasema Yohana alikuja awe mshuhuda na akalia akisema, huyu ndiye yule ambaye mimi nilisema ya kwamba anakuja baada yangu. Yeye ni bora kuniliko. Yeye ni bora kuniliko. He is preferred before me. Hallelujah. Because he was before me. Alikuweko kabla yangu. Yesu Kristo. Ndio unaona neno linasema I am the Alpha and I am the Omega. Hallelujah. Huyu ndiye Yohana anamtanguliza. Na Luka ametuambia former treatise kuhusu Yesu. Hallelujah. Mstari wa 16 unasema, na kwa ukamilifu wake sisi wote tumepokea neema kwa neema. Neema kwa neema. Hallelujah. And of his fullness have we received grace for grace. Grace for grace. Bwana Yesu atukuzwe. Inamaanisha kwamba
When you receive the Lord Jesus, ile fact ya kupokea peke yake, you receive some measure of grace. Praise the name of the Lord. Lakini unapoendelea katika Kristo Yesu, you keep on receiving different measures of grace. Na ile neema inakusaidia to grow. Because vile tuambia yeye alikuwa mwingi wa neema na ukweli. Na wewe unaendelea katika ukweli, naendelea kupata ufunuo. Let me read for you scripture here, John chapter 8. Hallelujah. I love the Bible. John chapter 8. We are reading from verse 30. Yohana 8 tunasoma mstari wa 30. Biblia inasema, as he spoke these words, many believed on him. Ya kwamba Yesu alipoyanena haya maneno, wengi walimuamini. Sikiliza, it's a chronology. Wanaweza atukuzwe. Ni mwanzo fulani. Wengi walipomuamini. Sikiza mstari wa 31. Then Jesus said to those Jews which believed on him. Kisha Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini. Hallelujah. Aliwaambia nini? If you continue in my word, then are you my disciples. Hallelujah. Kuendelea katika neno la Mungu, neno la Yesu Kristo, linakufanya wewe unakuwa mwanafunzi wake. Na si mwanafunzi huwa anasoma viwango. My last born daughter ako PP2. The end of this year atafanya mtihani aondoke, ata graduate aende grade 1. My second last ako grade 3 this year. Ata graduate the end of this year kuenda grade 4. Hiyo ndiyo masomo. Huyu ni disciple mdogo, huyu ni disciple wa PP2. Next year atakuwa disciple wa PP wa grade 1. First born wangu last year was a disciple of Form 4. Towards the end of this year atakuwa disciple wa university. Unaona? Because anaendelea katika masomo ya curriculum ya masomo. Na anapoendelea viwango zake zinaongezeka. Na ndio Yesu akasema, ukiendelea katika neno langu, wewe utakuwa mwanafunzi wangu. Hallelujah. Na ukiwa mwanafunzi wangu kweli kweli, mstari wa 32 anasema, and they shall know the truth, and the truth shall make you free. Na Yohana ametuambia, full of grace and truth. You see? Amejawa neema na ukweli. Mambo mawili. Huwezi ukapata neema na ukweli katika Torati. Hallelujah. I love this. This is how Jesus comes. Ndivyo Yesu anakuja kufulfill Torati. Torah. Ndio Yesu anakuja kubadilisha places of worship. Hallelujah. For the Judaizers, for the Jews, ambao walikuwa wamedesignate place yao kuwa Jerusalem, katika mlima wa Moria, na Wasamaria nao katika mlima wa Gerizimu. When Jesus comes, he says, worship is not
on Mount Moriah. Neither is it going to be on Mount Gerizim. But the worship that God is looking for is truth and the spiritual worship. Hallelujah. Kasema Mungu ni roho, na wanaomwabudu huyu Mungu wanafanya katika roho na katika ukweli. The spirit here is a figure of grace. Roho, china roho utaona, kwa sababu roho mwenye neema inaletwa na Roho Mtakatifu. That's why the Bible says that the grace of God has appeared unto all men, teaching men. So the grace is able to teach. That is an attribute. That is a character of our personality. Hallelujah. So when Jesus is using the word grace, the spirit, truth and the spirit here, the same way by saying is the same way by saying grace and the truth. Hallelujah. How do you know grace and the truth? You continue in the word of God. And when you know the truth, you become free. That's why I read nilisoma katika Warumi 6:23 na 25 ya kwamba kuna wakati mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mliondolewa kwa watumwa wa dhambi na mkawekwa kwa watumwa wa haki. Hallelujah. You were translated from the slavery of sin to the slavery of righteousness. And the righteousness is about the kingdom of God. The righteous kingdom of God. Haki inahusu ufalme wa Mungu. Hallelujah. Tuko katika Yohana, tunaendelea na kuchambulia hayo maneno. Sikiza vile Biblia inasema ya kwamba Yohana, nimekuwa nimesoma hiyo na nimesoma verse 16. Verse 17 inasema, for the law was given by Moses. Hallelujah. I bless the Lord for his servant Moses. Nambariki Bwana kwa sababu ya Musa nabii, the greatest prophet of Israel. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Biblia inatuambia Musa alikuwa nabii mkuu sana wa Israeli. And the many things have been written of Moses. But Moses again was a figure. Moses alikuwa picha, alikuwa mfano. Sikiliza vile Biblia Yohana anatusaidia kuelewa the transitioning from Torah to the new covenant. Hallelujah. Covenant ambayo haitawahi funjika. Wanadamu watajaribu kuifunja, lakini Mungu aliisiri na damu ya mwana wake. Hallelujah. Wacha tumpigie Bwana Yesu makofi. Ni covenant ambayo wanadamu wakiifunja, Mungu aliiweka kuwa dhabiti kupitia kwa damu ya Yesu Kristo. Hallelujah. Sikiliza hapa vizuri. That for the law was given by Moses. Na nikasema na mshukuru Mungu kwa sababu Torati ilipeanwa na Musa. Lakini katika kitabu cha Deuteronomy chapter number 18, Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 15 hadi 18, huyu Moses akawaambia Waisraeli, Mungu atawainulia tena nabii mwingine. Hallelujah. Ambaye atakuwa kama mimi, kama yeye Moses. Nimeshafundisha haya maneno yako kwa YouTube, na huyo nabii ambaye Moses alikuwa anamwashiria ndio huyo hapo. Tunasoma maneno yake. We are now transitioning. Tunaondoka katika Torah, tunaingia kwa huyu, kwa enzi ya huyo nabii ambaye ni Yesu Kristo. Nishamfundisha vizuri katika hiyo channel ambayo nitakupea nikienda kumalizia. You can go there, you can listen. Nikakupeleka vizuri, maana therein kulikuwa na details. Akasema
atakuwa mmoja wa ndugu zako na atatoka katikati ya ndugu zako. Haleluya. Na tutaona hapa Yesu anatoka katikati ya nani? Ya ndugu zake. Anatoka wakati Yohana anabatiza, Yohana huyo ambaye naongea mambo yake, anapobatiza na Yesu naye anajitokeza, anakuja. Na Yohana ndiye anamuonyesha, anasema angalia, 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 huyo ndiye yule. Angalia, angalia huyo mwana kondoo. Angalia, angalia huyo Mesaya. Angalia, angalia yule nabii. Angalia, angalia yule mtumishi wa Mungu. Angalia, angalia yule aliyetiwa mafuta. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Yohana, I will show you nikifika pale kwa Yohana because I'm coming slowly. Kwa nini Yesu alisema Yohana ni mkubwa kuliko watu wote? Ni kwa sababu Yohana alipewa macho ya kumwangalia na kumtambulisha mwana kondoo wa Mungu ambaye alikuja kuondoa dhambi za wanadamu. Mwana kondoo wa Mungu ambaye manabii hawangeweza kumtambulisha. Haleluya. Mungu akampea Yohana. Yohana anasema mimi sikumjua. Hata mimi niliyetumwa kumtambuliza sikumjua. Nikasikia Mungu akiniambia yule utakayeona roho wa Mungu akishuka kwa ua, kwa mfano wa ua, akitua kwenye kichwa chake na kubaki pale, huyo ndiye. Haleluya. Huyo ndiye. Praise the Lord. Na Yohana akaweza kwa umakinifu zaidi akamchungulia na akasema, this one here is that light. Huyu ndiye ile nuru, huyu ndiye ile ukweli, huyu ndiye yule ambaye alinenewa. Na ndio unasikia anasema Torati ilifanya nini? Ililetwa na Musa. Haleluya. Torati na mambo yote ya Torati yaliyo ndani mule, ya usifanye hii na usifanye lile, na mambo mengine, all the regulations zililetwa na Musa. Praise the name of the Lord. But the grace and the truth. Sema, but the grace and the truth. But grace and truth. But the grace and the truth. But grace and truth. Lakini neema na ukweli. Lakini neema na ukweli. Situ shout. Lakini neema na ukweli. Lakini neema na ukweli. Lakini neema na ukweli. Lakini neema na ukweli. Zililetwa na Yesu Kristo. Na Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Acha sasa niendelee. Mungu awabariki. Hadi Torati ililetwa na Musa. Ilikuwa signpost. Ilikuwa kielelezo. Ilikuwa ina point watu. For you to reach there, go through here. Paulo anakuja anaita it was a shadow. Anasema he was a school master. Alikuwa mwalimu mkuu wa shule. Kwa mfano wakati nilipokuwa shule ya upili, I was submissive to my principal called David Nguti. Nguti alikuwa anaitwa Nguti. Nilipoondoka, when I went there visiting, unajua Nguti hawezi akaniuliza swali. Naenda vile nafikiria, because I was no longer before under him. Sikukuwa under tutoro. Juzi tulienda na my boy tukaenda shule achukue vitu huko. Saa hii unaona hata walimu sasa wakikuja wanamsalimia, hawamsalimii kama mwanafunzi wao. He was seated under something but ako qualified. Hawezi leo kwenda kuoperate kwa sheria za huko shule tena. Haleluya. Torati ilikuwa kama a tutor, our school master. But now the reality came. Paulo anauliza, tutaendelea tena kukaa chini ya unyenyekevu na mafundisho ya Torati? Bwana Yesu atukuzwe. Kama sasa ukweli ulikuja, kama ukweli na neema ilikuja, tutaendelea kushikilia Torah? Bwana Yesu atukuzwe. Leo Waisraeli wanashikilia Torah, wanangojelea. They are anticipating. They are speculating. They are observing the days. Paulo akasema na wahofia nyinyi. Mna observe Sabbath.
mna observe holidays. Hallelujah. Akawauliza, mnataka kusema Kristo aliwakufia bure? Hallelujah. Bwana Yesu atukuzwe. So sikiza mstari wa 17 18 unasema, no man has seen God at any time. Hallelujah. No man has seen God at any time. Hallelujah. I thank God. No man, I'm finishing here. We are studying about the former treatise. Na kuleta ndio nikuonyeshe uelewe vizuri Luka anaandika kuhusu nini. Yesu Kristo mstari wa 18 na ndio nakomea hapo, anasema hakuna mtu ambaye amemuona Mungu wakati wowote ila tu mwana wake wa pekee aliye kwenye kifua cha Baba, yeye amemtangaza. Hey, hallelujah. Wacha nisome kwa Kiingereza. That no man has seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he has declared him. Yes. Ndio Yesu alimwambia Tomaso, nataka kuniambia nimekuwa na nyinyi muda huu mrefu na wewe haujanichua. Kasema mwenye ameniona mimi ameona Baba. Hallelujah. Ndio Yohana anasema ya kwamba he presents God manifest in flesh. Na hiyo flesh ni Yesu Kristo. Na Luka naye anatuonyesha kwamba Yesu Kristo he was a man but he was perfect. Hallelujah. Kwa sababu alizaliwa. Na ametuambia kwamba the former treatise and the Theophilus. Na hii former treatise ndio nataka kunenea watumishi wa kanisa la Bwana. Na ndio nawapeleka tupate Yesu alianza kufanya na kufundisha. Ndio pale tutatembea ndani tuangalie ni nini Yesu alifanya. Hallelujah. Ili ya kwamba wewe utachukua kitabu chako na kalamu uanze kuandika. Utaandika yale Yesu alifanya na yale leo dini yako imekufundisha kufanya. Ukipata ya kwamba ile umefundisha kufanya leo na dini yako Yesu hakufanya, unaweka X. Hallelujah. Na yale ambayo unayofanya umefundishwa na mchungaji wako na kanisa lako na uone ya kwamba Yesu alifanya, unaweka tick. Yenye umeweka X utaweka kando. Na uzingatie yale ambayo alifanya. Number 2, utakuwa unaangalia mafundisho yale ambayo umefundishwa, unayapima na yale Yesu alifundisha. Hallelujah. You see? Ukipata yale umefundisha Yesu hakufundisha, unayarong. Hallelujah. Na unazingatia yale alifundisha. Hilo ndio kusudi ambalo mtumishi wa Mungu mtume Luka aliandikia Theophilus. Na nikakwambia nilipotanguliza ya kwamba kwa injili ziko vitabu 4. The Gospel of Luke constitutes 26%, a quarter, slightly above a quarter. Luka peke yake. Ukiangalia yale yote volumes, nitakuwa na kutembeza katika hizo Gospels, nikikombea but mention nitakuwa na poro kwingi sana kutoka kwa huyu mwandishi anaitwa Luka. Tuone Yesu alianza, kwa sababu ametuambia kutoka siku yenye Yesu alianza kufanya na kufundisha mpaka siku ambayo alichukuliwa wapi? Mbinguni. Hiyo ndio safari ambayo kanisa lilianzishiwa. Siku yenye Yesu alianza kutenda na kufundisha mpaka siku ambayo alichukuliwa wapi? Mbinguni. That is our pilgrimage. Hallelujah.
Bwana Yesu atukuzwe. Hiyo ndiyo pilgrimage ya Mkristo. Kutoka vile Yesu alianza kufanya na kufundisha, ukae ndani mwake na yeye akae ndani mwako. Haleluya. Uendelee katika neno lake na wewe uwe mwanafunzi wake kweli kweli, na ujue ukweli na ukweli ukuweke huru. Let us stand up. Hallelujah. Hallelujah. The former treatise. Wacha nisome tena. This is our chorus. We will be refraining. Acts of Apostles. Former treatise. Wacha nirudie. Hallelujah. Kuna mahali ambapo Luka kidogo, kabla niombe sikiza tu. Kabla niombe sikiza vile Luka aliandika. The kusudi anasema tusome katika Luke chapter 1 and verse 4 hivi. Hallelujah. Bado tuko hewani mpaka tuombe, alafu tutakuwa tunamalizia. Sikiza vile anasema. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Verse 4 he says, Luke chapter 1 verse 4 he says, that you might know the certainty of those things wherein you have been instructed. That you may know the certainty of those things wherein you have been instructed. Hallelujah. Ili wewe uweze kujua ubayana wa mambo yale ambayo ndani mwake wewe umefundishwa. Ili kanisa liweze kujua ubayana, liweze kuelewa ubayana uwazi wa yale mambo ambayo limefundishwa. Likikuta ya kwamba haya mambo sio mazuri, hayakufundishwa na Yesu, linachucha. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Wakipata haya mafundisho haya kutoka kwa Kristo wanachucha. Wakipata matendo fulani hayakutendwa na Kristo wanayachucha. Acts of Apostles anasema hapo tujue ubayana. Acts says, hallelujah, chapter 1 verse 1, the former treatise, the former writing, have I made all Theophilus of all that Jesus began, both to do and teach. Kuna mambo mawili tu mimi nitakuwa najihusisha nayo. Yale Yesu alifanya na yale Yesu alifundisha. Sitaki kujua mengine. Hallelujah. Sitaki kujua mengine. Nataka kujua yale Yesu alifanya na yale Yesu alifundisha. Hiyo ndio itanifanya hata mimi nami nichukuliwe. Kwa sababu hata yeye kufanya na kufundishwa, ilifika siku akachukuliwa akaenda mbinguni. Praise the name of the Lord. Hata na mimi nataka pia nikishafanya na nikishafundisha nichukuliwe na niende mbinguni. Funga macho yako tuweze kuomba. Heavenly Father, in the mighty name of the Lord Jesus, you are the Lord God Almighty and our Father. Father, you have helped me to speak this word to your people. My Father and my God, I have spoken your word. And I know that my God, the Holy Spirit of God, He's going to follow this word, my Father, and establish it. Just like the Lord Jesus came, bearing grace and the truth. That, Lord, this may be rubber-stamped in the lives of your people. How I pray, Jehovah, you may help your church, my God. You may help your sons and your daughters. You may help my Father, the priesthood. You may help my God, globally, Jehovah. There is a generation that the church has degenerated and has sung, and it is almost becoming oblivious. But I pray today in the name of Jesus that you may start, my God, shaking off the dust from many people who are even, my God, the giants. Watu wengi ambao waliita wawe wenye wanasimama na kuongoza wengi kwa haki na kuelekeza ulimwengu kwa Yesu Kristo. Wengi wamejielekeza, wao wenyewe wamejiweka pale, wakajiinua, wakajipanua ya kwamba Kristo kwao yeye wamempunguza, na wao ndio wamechukua nafasi ya juu. Yohana alipokuja hakufanya hivyo. Jehova alikuja kumwakilisha na kumfunua
na tumeandikiwa na tumeelezwa ya kwamba Yesu Kristo alikuja akiwa na neema na ukweli, ya kwamba Moses alileta Torati. Jehova Mungu, ninaomba wacha Bwana Mungu macho yetu yakeuke, masikio yetu yakeuke, mili yetu ikeuke, tuangalie, tutizame hii njia ya ukweli, tukaikumbatie Baba wetu. Tuishi Baba tukitenda yale matendo ambayo Yesu aliweza kufanya na kufundisha, mpaka siku ambaye aliweza kuchukuliwa katika ufalme wa mbinguni. Hata baada ya mateso siku 40 alikuwa amejionyesha kwa ishara tofauti tofauti, akithibitisha na akinena habari ya ufalme wa mbinguni. Wacha na sisi Bwana, hiyo iwe kusudio letu, hiyo iwe korasi yetu, hiyo iwe our refrain Lord, ya kwamba tutaendelea kunena na kutafuta na kuelekeza wengi kwa uhaki, kwa utakatifu, kwa njia zako Jehova, kwa mwenendo wako ewe Mungu. Tukiendelea katika neno lako, tukajua ukweli na ukweli ukatuweke huru. Wacha ukweli ukafunuliwe katika maisha ya wanadamu, nuru ya kweli ambayo ndiyo imepepwa na uzima unaoleta maisha mapya katika maisha ya wanadamu. Jehova Mungu, tunakushukuru na tunakuinua. Sifa na utukufu zikurudie Baba, katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Jina langu ni Mchungaji David Wanjala wa Bride of Christ Outreach Ministry kutoka Nakuru. Popote ambapo upo, unaweza kunitizama kwa Facebook na pia katika YouTube channel Pastor David Wanjala ama at Bride of Christ Outreach Ministry. Itakuwa uploaded message na kuita na kupea mashauri uweze kutembelea huo mtandao, kwa sababu haya mambo yote ambayo nayafundisha yako pale na ninayaweka na upload pale. Kisha pia nataka kukuomba, kwa sababu saa 9 leo nitakuwa hapa nikiendeleza mafundisho. Najua ya kwamba ni mafundisho ni mengi, muda ndio sina, na ndio nimefundisha ya asubuhi kwa Kiswahili. Saa 9 pia nitakuwa hapa kwa mafundisho ya Kiingereza, ili ya kwamba wewe ambaye hawezi ukaelewa Kiswahili ukaweza kupata. Mwenyezi Mungu akubariki popote ulipo msikilizaji wangu. Karibu sana, hata ukiwa karibu na sisi unaweza kufanya juhudi Jumapili ukatutembelea. Usikae tu labda ukitizama kule, kucha tushiriki pamoja, tuabudu pamoja, tufurahie pamoja. Mafundisho haya tunapoyaendeleza, wewe pia uwe mmoja wa wale ambao wanayaunga mkono na wanasimama nayo, ili Mungu aweze kuinua tena magofu, uvuvio wa Mungu wa kanisa la Bwana ambao ulilala kwenye magofu ukaamuke. Yesu Kristo akachukulia mamlaka na kutawala milele na milele. Mwenyezi Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.